Jina langu naitwa Manyanda Madirisha, niko hapa Shinyanga mjini. Kwa ujumla hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan ameongelea masuala mazuri sana ambayo yamesapotiwa, yameungwa mkono na walio wengi, na ikiwa pamoja na maridhiano. Swala maridhiano ambalo kweli ni zuri, ambalo linaondoa mvutano kati ya makundi na makundi. Maridhiano ni jambo la msingi sana. Hilo hata mimi kama mimi binafsi na shukuru sana, sababu anapenda suluhu, hapendi mivutano, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusu wizara ya vijana kwa ujumla wamefurahia sana kuwa na wizara mpya, wizara nzuri inaolenga moja kwa moja vijana. Hivyo ni jambo la msingi kuwa na jambo ambalo vijana wamejisikia vizuri, ili wawe na ukaribu wa kusikilizwa mambo yao katika wizara hiyo. Uteuzi wa waziri mkuu mpya Mwigulu Nchemba ni uteuzi mzuri, maana ameona utendaji kazi wa Mwigulu Nchemba. Kwa hiyo anafaa na anaweza kwa sababu tunafahamu kabisa Mwigulu Nchemba ni kiongozi ambaye ni mchapakazi mzuri, na ataiweza vizuri sana nafasi hii ya waziri mkuu. Mimi naitwa Shaban Yusuf Katambi, natokea kata ya Kambarage, wilaya ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga. Mimi binafsi hotuba ya Rais Samia imenipa matumaini makubwa. Kwa yale yote aliyoyaongea yanaashiria kabisa kwamba katika kipindi cha pili cha awamu hii ya 6 kuna mambo makubwa ambayo rais amedhamiria, ambayo yanakwenda kutugusa sisi wananchi wa hali ya chini, ili hata mwenyewe ametamka kwamba anachohitaji yeye atapofikia mwisho basi hakikisha Watanzania wote anatuacha kutuonekane watu wenye nyuso za furaha. Mimi binafsi kwa sababu Mwigulu ni mtu ambaye ninamfahamu kwa kipindi kirefu, amekuwa ndani ya chama mpaka serikalini, ni mtu ambaye kuna mambo mengi anayafahamu. Kwa hiyo kwa nafasi hii sina shaka na yeye, na naamini kabisa, na kwa kauli ambayo amekwisha itoa anaonekana kabisa yale ambayo Watanzania tunakuwa tunayalalamikia ndio ambayo na yeye anataka kwenda kuyafanyia kazi. Kiwemo watumishi wengi kuonekana wengi ni wapenda rushwa, wabadhirifu, na wengine wanakuwa na kauli mbaya kwa wananchi, kitu ambacho ameitamka. Mimi naamini kumbe wameshayasikia, na sisi wananchi ndio kilio chetu, na yeye ndio amesema anaanzia hayo na tayari ameshaandaa fyekeo. Kwa hiyo anaamini kabisa sasa wale wenye tabia hizo amewapa muda wajiandae. Ambaye atapenda kuendelea kuwepo na kazi wanatakiwa wabadilike, ambaye hatobadilika basi ameahidi kwamba anakwenda kuwatoa, na mimi naamini hilo kweli alilotamka ndilo litakaloenda kutokea. Mimi wa Tanzania kwa sababu lililotokea tumeshaona athari, hakuna ambaye hakuiona athari. Kwa hiyo sasa hivi tumekwisha ona kumbe amani ina umuhimu gani kuliko kitu kingine. Ni bora ukose fedha lakini upate amani. Kuna watu tulikuwa na fedha lakini kukosa amani tulishindwa kula chakula. Kwa hiyo kwa sasa hivi Watanzania wenzangu, tusidanganyike na wala tusidanganywe na mtu yoyote. Kitu cha kwanza ni amani iwe ndio namba 1, baadaye tuombe afya njema namba ya 2, basi haya mambo mengine yatakuja. Kwa majina mimi naitwa Enoch Charles Dieta, mkazi wa Shinyanga mjini. Maoni yangu ni kwamba kwanza hotuba ya rais jana imekuwa ni hotuba ambayo angalau imeonyesha mwanga wa hatua nzuri ya mbele inayokuja. Kwa maana aliyozungumza kama atatekeleza na kuyatenda kwa haki, basi Tanzania itakuwa mpya tena, kwa sababu watu wameona mwanga mzuri wa maneno yake. Kwa sababu maneno tu bila vitendo hayana maana yoyote ile. Tukiwa tukuendelea kuamini serikali kwamba itaendelea kuwatekelezea mambo yao, lakini pili nao viongozi ambao wako wanasimamia Tanzania hii waendelee kutenda haki kwa hao vijana, kuwawezesha mambo yao ili kusudi hasira zao ziendelee kupungua kwa kuwatimizia mahitaji yao wanayohitaji. Sekta kubwa ambayo ni muhimu sana kwa Watanzania ya kwanza ni afya. Swala la afya likizingatiwa, watu wakapata afya nzuri na wakaishi vizuri, mambo mengine yote ya kutenda haki, kwa mfano mahakama zitatekeleza kulingana kwa mujibu sheria itakuwa imewekwa, na usimamizi kwa bora kwa Watanzania na viongozi watakuwa na wajibika, basi yote haya yatatekelezwa kwa msingi na kwa kufuata taratibu za sheria. Lakini kikubwa zaidi
rais akayasimamia na huyu waziri mkuu aliyeteguliwa wakayasimamia hayo ambayo rais ameyasema yakatekelezwa kwa vitendo, ili kwamba afya za Watanzania ziwe bora. Lakini pili, swala la mahakama kutenda haki kwa Tanzania liweze kutekelezwa kama ambavyo waziri mkuu ameonyesha nia ya kutekeleza. Rais ameonyesha nia ya kwamba kuwasaidia Watanzania. Hakuna swala la kuzuia maiti. Mtu ameshafariki hauwezi kumzuia kuendelea kukaa hospitalini tena, kwa sababu huyo sio ameshakuwa marehemu. Kwa hiyo haongei na hafanyi chochote kile. Kwa hiyo tunashukuru kwa rais kuonyesha nia ya kuwasaidia Watanzania kupunguza gharama ambazo wangeingia kwa ajili ya kulipa kwa ajili ya kutoa marehemu hospitalini. Tena hili jambo la vijana lilikuwa limechelewa sana kuundiwa wizara, kwa sababu vijana ndio uti wa mgongo kwa sasa hivi kwa Tanzania, na ndio ambao sasa wana nguvu, wana uwezo wa kufanya kazi, lakini walikosa mahali pa kukimbilia kwa sababu wizara yao ilikuwa imeshaunganishwa na wizara nyingine na mambo mengine ambayo yanafanya tofauti na wao. Kwa hiyo kwa kutengwa wizara maalum ya vijana itasaidia sana vijana, kwanza kuwawezesha katika mambo mbalimbali ya kilimo, ya biashara, lakini ya kufanya kazi, ili kusudi kupunguza jazba wanayokuwa na vijana kwa kukosa ajira. Majina anaitwa Fundikira Idi Kobakusha, mkazi wa manispaa ya Shinyanga mjini. Watanzania wote ni Watanzania, ni wamoja, tunapenda umoja, tunapenda amani yetu iendelee. Kwa hiyo kauli ile ya Mheshimiwa Rais ya kusema kwamba iundwe tume ya maridhiano inaonyesha jinsi gani Mheshimiwa Rais anaitakia heri taifa letu. Kwa Watanzania, wito wangu mimi ni kwamba tumpe nafasi Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais hajatoa kauli hii baada ya kutokea mauaji, baada ya kutokea uumiaji wa watu kwenye maandamano, wala hakutoa kwa sababu ya maandamano. Alikwisha tamka ndani kwenye kampeni kwamba ndani ya siku 100 atakapoapishwa ataitisha katiba mpya. Nimefurahishwa sana na kuwathamini vijana zaidi, kwa sababu ndio wengi kwenye taifa hili, na mpaka kufikia hatua ya kuamua kuwaundia wizara yao ili waweze kushughulikia matatizo yao. Kwa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Rais ni nzuri sana sana sana, inatia hamasa. Yani inaonyesha kwamba tulikuwa wapi, tunakwenda wapi. Kwa jina naitwa Kaimba Huseni, mkazi wa Shinyanga mjini. Tumefurahi sana. Tunamshukuru sana mama kwa kuliona hilo, kwa kuanzisha wizara maalum ya kushughulikia vijana. Na hususan vijana ni wengi sana, walikuwa hawana chombo maalum cha kwenda kushughulikia masuala yao. Tunamshukuru sana mama kwa hilo, kuliona hilo. Kuundwa kwa wizara hii itapunguza matatizo mengi sana ya vijana, kwa sababu ina sehemu husika ambao vijana wataifanyia kazi. Kwa jina naitwa Shabani Paulo Seaza, mkazi wa Shinyanga. Hapa nafanya bodaboda maeneo ya dampo soko kuu Shinyanga. Hotuba ya rais ya kuunda wizara ya vijana nimempongeza sana, maana kwa sababu vijana tutakuwa imara zaidi kwa miundombinu ya kutengeneza watu waendelee kufanya biashara yoyote. Kwa sisi vijana, ningependa kutusaidia kwenye mikopo tuweze kupata pikipiki au mikopo ya hela, watu watafanya biashara mbalimbali, wataweza kuendeleza familia zao. Omba vijana wenzangu wajitahidi kutafuta mbinu ya kupambana, wapate mahitaji ya kusaidia hata familia zao, maana maisha ya sasa hivi bila kupambana huwezi ukafanikiwa.